Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa kweli kwa macho ya kimwili naona watu wote wanachoka sana. Sijui tatizo ni nini, lakini naamini kwamba tunachoka kwa nje, lakini ndani kuna nguvu za Mungu. Haleluya. Haleluya. Ndio, najua kwamba tumechukua muda mrefu sana, lakini mambo yote ambayo yanaendelea kufanyika hapa ni kwa utukufu wa Mungu. Amen. Maandiko yanasema kwamba wafu hawawezi kumshukuru Mungu kamwe, bali walio hai ndio ambao wana nafasi ya kumshukuru Mungu. Na kupitia uhai huu ndio maana tumeona walio wengi wamesimama wakishuhudia makuu ya Mungu. Mbarikiwe sana. Amen. Tunashukuru kwa siku ya leo ambayo ni siku ya upekee mno. Siku ambayo wazee wameruhusu ni wepo mahali hapa. Ubarikiwe sana wazee. Nashimira Imana kubarongozi bampaye umwanya kugira ati mpagarare ati mvuge ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Tunashukuru wa baba, wa mama, Nashimira vijana abapapa, abamama, ugwaruka kwa uvumilivu wenu mkubwa. mu guca bugufi kwanyu. Na ninaamini kwamba mnavumilia kwa kusudi moja tu, Ndizera ko mutekereje kubw'impamvu imwe gusa, kumsifu Mungu, gushimira Imana, kutaka kumjua Mungu kwa viwango vikubwa. kumenya Imana ku level itandukanye. Haleluya. Amen. Haleluya. Nafurahi sana. Ndanezerewe cyane. Basi hata nichukue dakika hizi kwa ajili ya kumwomba Mungu. Ateka fatu umwanya kugira ati senga Imana. Utukuze Mwenyezi Mungu. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye umeruhusu siku ya leo niwepo mbele ya mkutano huu. Tulikuwa tujuani, hatujawahi kuonana kabisa, lakini kwa ajili ya mwanae Yesu Kristo, mpatanishi wa ulimwengu, ambaye ametuweka sote kuwa mtu mmoja kwa ajili ya utukufu wako, tumekutana tena. Tuko hapa jinsi tulivyo. Hakuna Myahudi wala Myunani. Sote tumekuwa hapa kwa ajili ya kujenga mwili wako. Hakuna wasamani kuliko mwingine. Ikiwa mmoja ni jicho, mwingine ni kinywa. Ikiwa mwingine ni mkono, mwingine ni mguu. Yesu, tuko hapa kwa ajili ya kujenga mwili wako. Saidia kila mmoja wetu. Nifanye kuwa chombo chako. Nimenyenyekea miguuni mwako, ili makusudi yako ambayo umeiweka katika neno lako ikaweze kupata nafasi maishani mwetu, kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu ashimwe cyane. Ndio, bila kwenda mbali, Tutagiye kure. Hacha tusikie neno ambalo Mungu amekusudia. Reka twumve ijambo ry'Imana yaduhaye kuri uyu munsi. Tunaweza kuwa na mengi ya kuongea, Tunashobora kuba dufite byinshi byo kuvuga, lakini neno la Mungu ni zaidi ya yote. ariko ijambo ry'Imana risumba byose. Siku ya leo Uyu munsi tuna neno ambalo linatoka kwenye kitabu cha Yeremia. turafise ijambo riva mu gitabo cha Yeremia, Sura yake ya 9 na mstari wake ule wa 23 n'umurongo waho 23 hadi 24. gushika 24. Acha nichukue nafasi hii ya kusoma peke yangu. Reka nsome. Nasoma katika jina la Yesu. Mwenyezi Mungu asema hivi: mwenye hekima asijivunie hekima yake, na mwenye nguvu asijivunie nguvu zake, wala tajiri asijivunie utajiri wake. Anayetaka kujivuna na ajivunie jambo hili, kwamba ananifahamu, kwamba anajua Mwenyezi Mungu, utenda mema, ufanya mambo ya haki, uadilifu duniani. Watu wa namna hiyo ndio wanipendezao mimi Mwenyezi Mungu. Amen. Amen. Somo letu la leo, Ichigwa cyacu cy'uyu munsi inasema kwamba kiravuga yuko umjue Mungu. umenye Imana. Haleluya. Amen.
Somo letu la leo linasema au tuseme tu linasema kumjua Mungu. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ravuga ati kumenya Imana. Kumjua Mungu. Kumenya Imana. Maandiko matakatifu Ijambo ry'Imana yamesema kwamba yavuze yuko mwenye hekima asijivunie hekima yake. Ufise ubwenge ntiyishimire ubwenge bwiwe. Ikimaanisha kwamba bisobanura yuko wakati mwingine hekima uwundi mwanya ubwenge inaweza kuwa sababu ya mtu kujisifu. Birashobora gutuma ko umuntu yibona. Mtu mwenye hekima umuntu afise ubwenge wakati mwingine anaweza kujisifu. Arashobora kwibona kwa sababu ana hekima. Kubera afise ubwenge. Hekima ni kitu kikubwa. Ubwenge ni kitu gikomeye. Kitu cha ajabu. Ni kitu gihambaye. Kitu cha upekee kabisa. Ikintu cyonyene gikomeye. Mfalme Sulemani. Umwami Sulemani kuliko kuomba mambo mengine mengi. Kuliko gusaba ibindi bintu byinshi. Aliomba hekima. Yarasabye ubwenge. Na Mungu akafurahia hiyo. Imana inanezererwa ico kintu. Haleluya. Hekima ni nini? Ya ubwenge ni iki? Hekima ubwenge ni uwezo n'ubushobozi wa kuamua mambo bwo kumenya bwo gucagura ibintu yasiyoweza kuamuliwa kirahisi. Ibintu bidashobora gucagurwa koroshe mu nzira yoroshe. Ni uwezo n'ububasha wa kuamua mambo bwo gucagura ambayo yana utata wa ajabu. Ufise ibintu ingorane ikomeye. Ndio maana tunaomba wakati huu tubona uyu mwanya wale wa mama wawili walipozaa watoto abana babiri bavyariye abana carimwe mtoto mmoja akafa. Umwana umwe arafa. Alipoona mtoto wake amekufa abonye umwana we yapfuye akachukua mtoto akatora umwana w'umugenzi wiwe. Kuna watu ambao wana mioyo ya ajabu. Hari abantu bafise imitima ikomeye. Akachukua mtoto wa mwenzake atora umwana w'umugenzi we na kusema kwamba huyu ni mtoto. No kuvuga yuko uyu ni umwana wake. Na amejua vizuri. Arazi yuko mtoto wake ndio yule umwana wiwe nuwo yapfuye. Na wote wamezaliwa na bose bavukiye rimwe. Ilikuwa jambo mkuu. Cyari kintu gikomeye. Haleluya. Amen. Lakini kwa sababu alikuwepo mtu wa hekima. Kubera hari umuntu ubwenge. Hekima kutoka kwa Mungu. Ubwenge uva ku Mana. Ukweli ulithibitika. Ukuri kwaramenyekana. Kilichosababisha hilo ni nini? Icatumye ico niki? Ni hekima. N'ubwenge. Na ndio maana kwa urahisi nico gituma mu vyoroshe tunasema kwamba hekima tuvuga yuko ubwenge ni uwezo wa kuleta suluhisho au kuleta jibu mahali ambapo kuna utata uliokuwa. Hari ngorane zikomeye. Lakini pamoja na hayo ariko kuri ivyo vyose Mungu anasema kwa Imani iravuga yuko mwenye hekima ufise ubwenge asijisifu kwa sababu ya hekima. Ubwenge bwiwe. Watu walitoka mbali abantu baravuye kure kuja kuangalia mtu mwenye hekima. Kuza kuraba umuntu ubwenge. Ukisoma Mambo ya Nyakati wa Pili usome mu gitabo cha kera sura yake ya kenda kusubira mu byageze ku murongo w'icenda. Tuko vizuri? Ndio. Asante sana, ubarikiwe. Haleluya. Tukisoma Mambo ya Nyakati wa Pili. Dusomye ivyahishuriwe ingoma ya kabiri. Ingoma ya kabiri. Tukisoma ingoma ya kabiri. Sura yake ya kenda. Ku murongo wa kabiri w'icenda. Kuna malkia wa Sheba ambao alitoka mbali huko. Hariho havuga ati abantu baje bava kure. Baada ya kusikia habari za hekima. Ni nyuma ya kumva inkuru z'ubwenge. Akaja peke yake amuone mtu mwenye hekima. Araza nyene atabone umuntu ubwenge. Alipofika pale ashitse haja akasema kwamba hata yale ambayo niliambiwa kule. Aravuga ati nabinde nabwiwe hariya. Yalikuwa machache. Yali make. Kuliko haya ambao mimi nimeona. Kuliko ayaliko nabona ubu. Wabarikiwe watu ambao wako chini yako Baba. Abantu bari hayazeki abantu bari hasi ya wewe muwao. Kwa sababu nimeona una hekima ya. Kubera nabonye ko ufise ubwenge buhambaye. Haleluya. Amen. Lakini pamoja na hayo yote Mungu amesema. Ariko kuri nivyo byose Imana yavuze. Mwenye hekima asijivunie hekima. Nishimira ubwenge bwiwe. Pia tajiri asijivunie kama tajiri wake. N'umutunzi niyishimira ubutunzi bwiwe. Mtu mwenye makampuni kwenye ulimwengu mzima asijivunie. Umuntu
isi yose ariko niyibone. Lakini wakati mwingine anaweza kujisifu. Kwa sababu ulimwengu mzima yeye mwenye hela kuliko wote. Chochote ambacho anaweza kusema kinaweza kutimilika kwa uwezo wa pesa. Ulimwengu tuliomo mwenye pesa ana uwezo hata kusababisha mtu kufa, anaweza kwa ajili ya amahera. Lakini pamoja na hayo, hicho tu kijawa kitu cha kujisifia, sio kitu cha kuishira. Haleluya, haleluya. Sasa Mungu anasema kuna kitu kimoja ambacho mtu anaweza kujivunia, ambacho mtu anaweza kujipigia kifuani. Anapotembea anatembea kwa ujasiri, anaweza hata kujisifu kabisa, kujivunia hicho. Ni kitu gani? Ni kumuamini Bwana. Haleluya, haleluya. Hebu tazama jinsi ulivyo ukuu, ukungene ubushobozi, jinsi ilivyo heshima, ikungene the respect ya mtu ambaye amemwamini Kristo, y'umuntu yemera Yesu, ya mtu ambaye amemjua Mungu, y'umuntu yemera Imana, yemera Imana. Ni mtu aliye, ikimaanisha kwamba ni mtu ambaye yuko zaidi ya wenye. Bisobanura yuko n'umuntu ari hejuru, ni mtu ambaye yuko zaidi ya matajiri, n'umuntu ari hejuru y'abatunzi, ni mtu ambaye yuko zaidi ya wenye nguvu, n'umuntu ari hejuru y'abantu bafite inkomezi. Hekima, ubwenge, utajiri, ubutunzi, nguvu, inkomezi, yote viko ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo aliye na Yesu Kristo ndiye ambaye anabeba utajiri, niwe muntu afise ubutunzi, ndiye ambaye anabeba hekima, niwe muntu atwara inkomezi, ndiye ambaye ana nguvu na mamlaka ndani yake. Haleluya. Maandiko kwenye Mathayo 28 aya yake ya 18. Endelea hapo. Maandiko inasema namna gani? Yesu anawatokea wanafunzi. Yesu agenderera abigishwa. Anawaambia wapendwa, arababwira ati bagenzi, mimi jewe ndiye ambaye ni jewe shobora, nimepewa mamlaka na hawe ububasha mbinguni, mwijuru na duniani, na mwisi, na duniani. Na kwa mamlaka haya nendeni mkafanya ulimwengu mzima kuwa wanafunzi. Kwa hiyo mwenye mamlaka mbinguni na duniani ni nani kanisa? Ni nani? Sasa ukimwamini Yesu Kristo, utakosaje kuwa na mamlaka? Utakosaje kuwa na hizo nguvu? Utakosaje kuwa na hiyo hekima? Utakosaje kuwa na utajiri? Utajiri nao usema sio utajiri pekee wa kuona makampuni. Bwana Yesu asifiwe. Si vibaya mwamini Kristo kuwa na makampuni. Sio vibaya. Haleluya. Haleluya. Kumbe kuwa ndani ya Yesu Kristo, kuna vitu vyote. Harimo vyose. Yesu Kristo ndiye pekee niwe wenyene ambaye amebeba niwe wenyene atwara hekima, ubwenge, ubutunzi n'inkomezi. Sasa somo letu linasema rero ikiwa cy'umunsi kiravuga umjue Mungu. Umenye Imana. Kumjua Mungu ni zaidi ya hivi vyote ambavyo tumesema. Kumenya Imana ni ibintu bisumba ibi byose turavuga. Ninawezaje sasa kumjua Mungu? Umeshawara gute kumenya Imana? Hii ndio pointi yetu sasa. Hii ndio pointi yetu y'umunsi.
Si tumeona kumjua Mungu ni kitu cha thamani mno. Nitwabona yuko kumenya Imana kwa cyo kintu gikomeye. Sasa unawezaje kumjua? None ushobora gute kumenya Imana? Watu wengi abantu benshi wametembea bila kumjua Mungu. Baragenda batamenya Imana. Wapendwa katika kumtangaza Kristo. Bagenzi mu kutangaza Yesu. Tumekutana twarahuye na baadhi ya watu n'abantu benshi ambayo wamekuwa pia hata watumishi. Harimo n'abarongozi. Siseme habari nilizozisikia. Siko navuga ati ninasema habari ambazo mimi nimeziona kwa macho yangu. Ivyo nabonye ku maso yanje. Haleluya. Amen. Tumekutana na watu wanasema kwamba wanamjua Mungu. Lakini kwa ndani tukagundua wakati yao tunakabona yuko bataramenya Imana. Kulingana na maandiko tukagundua kwamba hawajamjua Mungu. Vyerekana yuko bataramenya Imana. Kwa sababu kumjua Mungu kubera kumenya Imana lazima turudi kwenye maandiko. Ni mpaka dusubire mu nyandiko mu jambo. Tuone vile kanisa lilivyoanza. Tumenye ukungane ishengero ryatanguye. Tuone vile watu walivyoanza kumjua Mungu walianza namna gani. Abantu batanguye kumenya Imana batanguye gute? Watu waliojivunia Mungu. Abantu bishimira Imana walianza aje? Batanguye gute? Walimpokea Mungu namna gani? Bamwakibaki Imana gute? Ili wafikie uwezo wa kujivunia. Kugira ubashike ku level ya kwishimira Imana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kuna njia, harinzira, kuna msingi, hariho kuna mwanzo, hariho itanguriro wa kumjua Mungu. Wa kumenya Imana. Hatumjue Mungu kwa njia zote. Nitumenya Imana ku nzira zayo zote. Kuna njia sahihi. Hariho inzira zikwiye ambayo iko katika maandiko. Ziri muri Biblia mu gitabo cy'Imana cyera. Ili tujivunie. Kugira twishimire Imana. Njia hiyo ni njia gani? Iyo nzira ni nzira nyabaki. Tuko vizuri wapendwa? Ati tuli sawa. Ninaeleza kwa hali ambayo mtu anaweza kuwa na uwezo wa kuandika vizuri. Niko ndavuga kunzira umuntu ashobora kuandika neza. Au wengine nasema vitu cyane abandi nabo nibandika kuandika kabisa vimekuwa vigumu kidogo. Ati cyane abandi nabo kuandika byabaye ibintu bikomeye. Ni rahisishe hivi. Ni kwamba ni kuvuga somo letu tunasema kumjua Mungu. Ijambo ryacu ry'umunsi rivuga ati kumenya Imana. Pointi yetu ya kwanza. Pointi yacu ya mbere inasema hivi. Ivuga ko ninaweza aje shobora gute kumenya Imana. Tuone sasa. Turabere. Tusome Matendo ya Mitume. Tusome ibyahishuriwe ibyakozwe n'intumwa. Sura ya 2. Kabiri. Kwa unaweza kuandika sura ya 2 mstari wa 14. Kabiri ku murongo wa 14. Unaruka unaenda kusoma 37. Urasimba ukaza kusoma 37 hadi 38. Kushika 38. Hebu mtu mmoja angeweza kusoma. Mungu wetu asaje kusomea. Sura ya 2 mstari wa ngapi? Unasoma 14 kisha unaruka unaenda kumalizia wa 37 hadi 38. 14 Biblia inasema Matendo Mitume 2:14. Asante sana. Ndipo Petro akasimama pamoja na wale mitume 11 akainua sauti yake na kuhutubia ule umati wa watu akasema, Wayahudi wenzangu na nyinyi nyote mkahao Yerusalemu, jueni jambo hili mkanisikilize. Amen. Amen. Tunaenda 33. Ndiyo. 37. 37 inasema hivi. Hadi 38. Watu waliposikia maneno hayo yakawachoma mioyo yao, wauliza Petro na wale mitume wengine, ndugu zetu tufanyeje? Tufanye nini? Petro akawajibu, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina la Yesu Kristo ili mpate kusamehewa dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Tunasema kwamba mtu anawezaje kumjua Mungu? Tunataka tuone vile kanisa la kwanza lilivyoanza. Watu walivyoanza kumjua Mungu. Walianza namna gani? Nikumbushe kwa kwanza hili. Yesu Kristo mwana wa Mungu, ambaye ndiye Mungu,
alitumwa na Mungu hapa yarungitswe n'Imana ngaha mu isi. Ukiangalia mafundisho yake yote, uravye ivyigishwa kila mahali ambapo alifika, aho yagiye hose, sehemu mbalimbali katika kutangaza injili, munzira zose yagiyemo kuvuga ijambo ry'Imana, alikuwa akisema kwamba yaravuga yuko ninayoyafanya ivyo ndiko ndakora siyafanye kwa mapenzi yangu, siko ndabikora ku bukombe bali ninafanya yale ambayo Baba aliniambia. Data yambwiye. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba Yesu alikuwa akifanya kila kitu ambacho alifundishwa na Mungu. Yesu alikuwa Mungu. Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Vyote viko ndani yake. Lakini pamoja na hayo yote, kila alichokuwa akifanya alikuwa akifanya kwa mapenzi ya Jina la Bwana litukuzwe. Kumefikia hata wakati mwingine kulingana jinsi ambavyo kila saa alikuwa anasema Baba. Filipo akasema, sasa kila wakati Baba, tuonyeshe basi Baba. Akasema Filipo, mpaka sasa tumekaa na wewe muda wote huu, aujue Baba ni nani? Unaponiona mimi umemuona Baba. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Kumbe wakomavu wakimuona Yesu wanamuona Baba mwenye kuonea. Hawana haja kutafuta tena Mungu. Wakimuona Yesu wanamuona Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu ni yeye ambaye amebeba ubaba wote. Lakini pamoja na hayo yote, alipokuja yeye kama Mungu, amechukua maono yake yote ya kimungu, akayakabidhi kwa mitume, akayakabidhi kwa wanafunzi. Yale yote ambayo alikuwa anataka ulimwengu ufanyike, alianza kuyaandaa kwa wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe cyane. Haleluya. Amen. Kila mahali alipokuwa akienda, alikuwa na kikundi. Alikuwa na wanafunzi, alikuwa na wanafunzi tu wengi. Abanyeshuri benshi. Katika hao wanafunzi wengi, alichagua 12. Akawaita mitume. Akabitwa abigishwa. Ukisoma Luka 6:12. Usome Luka 6:12. Inasema kwamba aliondoka asubuhi na mapema. Yaragiye mu gitondo. Alienda kukesha usiku huko mlimani. Yagiye kurara mu misozi. Aliporudia, agarutse, katikati ya wale wanafunzi, akachagua 12. Akawaita kuwa mitume. Aliyewaita mitume ni nani? Abitwa intumwa. Ni yeye Yesu pekee. Awabisi intumwa ni yeye Yesu. Hawa kila siku alipokuwa alikuwa pamoja nao, anawapea maono yake, anawabwira ivyabona byose. Jina la Bwana litukuzwe. Anawafundisha kila kitu. Abigisha kila kitu. Baada ya hayo yote, binyuma ya hivyo byose, kwa miaka yake mitatu ile, akafa na akafufuka. Agafa akazuka. Baada ya yeye kufufuka, binyuma ya kuzuka, akawatokea wale wanafunzi, arabagenderera abigisha, akawaambia kwamba msitoke Yerusalemu, aravuga ati nimugende Yerusalemu, muhakikishe nguvu, ulindire maka ingomezi, Roho Mtakatifu mwemu yera amewajia, yabaziriye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa wakati hapa ambapo tumesoma, wako sasa Yerusalemu. Bali muri Yerusalemu. Nguvu sasa za Mungu zimejaa tele ndani yao. Na zilipojaa tele ndani yao,
wakasimama bagahaguruka mbele ya umati, imbere y'abantu, wakaanza kutangaza injili, gutangaza ijambo ry'Imana, wakaanza kuambia watu habari za Yesu Kristo. Yule mliyemsulubisha, ati uje mwashize kumusalimisha, yule ambaye alisulubishwa mikononi mwa watu wabaya, uje mwishe mu maboko y'abantu babi, yule ambaye watu wabaya walimsulubisha, uje abantu babi bishe, ndiye huyu ambaye ametupea uwezo wa kusimama mbele yetu. Maandiko yanasema kwamba maneno mengi ambayo aliendelea kuhubiri, maneno mengi ambayo waliendelea kuhutubia mkutano, yaani waliendelea kutangaza injili. Baada ya hii injili, sasa tukaona watu. Haleluya. Tuko vizuri kabisa. Petro amejazwa. Petro yujuju anaanza kuhubiri. Aratangura kuvuga. Baada ya kuhubiri, nyuma ya usigura, tunaona watu waliosikia injili. Bumvise ubutumwa. Walifanyaje? Bakoziki. Walisemaje? Babuziki. Mtu mmoja niambie baada ya kusoma. Ile imbere yo kusoma ngaho. Sema mtende nini sasa? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni baada ya kusikia nini? Nyuma ya kumbiki. Mahubiri. Baada ya kusikia mahubiri. Jina la Bwana litukuzwe. Baada ya kusikia mahubiri, mahubiri ikawachoma. Mahubiri ikawaingia. Mahubiri ikawa sababu ya wao sasa kusimama na kuwaambia wale mitume, ufanye namna gani? Tumeguswa. Ufanyeje sasa? Kwa hiyo hivyo niulize sasa, mwanzo wa hao watu kunjua Mungu, hii ni swali sasa. Si mimi ndiye mwalimu siku ya leo wapendwa? Haleluya. Mimi ndiye mwalimu siku ya leo na niko na wanafunzi. Lazima niulize. Mwanzo wa wao ilikuwa kwenye Matendo 3:19 inasema, tubuni basi mkamgeukie Mungu, dhambi zenu zifutwe ili mpate kuja nyakati za kuburudishwa kwa uwepo wake Bwana. Haleluya. Haleluya. Turudi kwanza hapa kwenye 2:13 na Ati ya kwanza kabiri kumurongo 32. Umesema inasema 37. Ndio. Watu waliposikia maneno haya yakawachoma mioyo yao. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Basi simama. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hiyo chanzo cha wao kumjua Mungu ni nini? Ndio kumenya imana. Niki. Ni kusikia injili. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo mwanzo wa kumjua Mungu ni kusikia injili. Haleluya. Amen. Auweze jivunia Mungu na wewe haukusikia injili. Kwa hiyo kinachoshawishi mtu, kinachoshawishi moyo wa mtu ni neno la Mungu. Ndilo ambalo linachoma mtu na kumfanya mtu afikie uwezo wa kutubu. Haleluya. Wakasema kwamba tufanye nini sasa? Kumbe mtu ambaye amesikia neno, linapomwingia vizuri, linapomchoma, kitu cha kwanza anaomba mwelekeo. Arasaba ukugira kuziringwa. Jina la Bwana litukuzwe. Anaomba nini? Asabiki. Mwelekeo. Uburo kurongongwa.
wakasema sasa sisi tumesikia neno. bakavuga none twumvise ijambo ry'Imana. Habari za Yesu zimetuingia. Ubutumwa bw'Imana bwa Jinsi ambavyo mmesema tulimsulubisha, tulifanya twaramwishe, twaragizene. Amen. Ni kweli kabisa. Sasa tufanye namna gani? Wakapewa sasa mwelekeo. Bagahabwa urongozi. Kwa hiyo tumetambua kwamba kinachoshawishi mtu kumjua Mungu kwanza kabisa ni nini? Kusikia Injili. Kusikia Injili. Kumva ubutumwa. Mnajua, mnamenya kama nilivyosema kwamba watu wengi wamesema kwamba wanamjua Mungu. Mungu anakuzati abantu benshi baravuga ati warakundi imbarazi Imana bataramenya Imana. Tumekuwa mahali twala hantu tukamtuona mtumishi wa Mungu. Tukabona umukozi w'Imana. Alikuwa mwandishi kama wewe. Sio ndio mwandishi hapa. Wewe kwa mwandishi sawa wewe. Lakini sio wewe. Haleluya. Haleluya. Tukaje kutambua mwandishi ambaye tunaendelea naye. Tukaanza kumenya ati umwandishi tubandanya nawe. Sijua alifikaje. Sinziko yashitse gute. Akasema kwamba yeye hajabatizwa. Avuga ati ngonyene ngo ntarabatizwa. Sote tukashangaa. Twese turatanga. Mtu mbona ana muda mrefu hapo? Nana uyu muntu kwa mazi hige kirekire. Mtu aliingiaje? Jijiye gute. Alipitia njia ya wapi? Yaciye mu nzira imeze gute. Sekretari wa chumba cha sekretari w'icumba c'abarongozi baba. Haleluya. Haleluya. Kwa macho yangu, ku maso yanje nimekuwepo hapo mimi. Nariho aho jewe. Haleluya. Amen. Hapo nikiwa kama mwalimu wa kanisa. Aho woni nariho nk'umwalimu w'ishengero. Jina la Bwana litukuzwe. Jina l'Imana linabichwa. Nimetumika walimu kwa miaka mingi. Nabaye mwalimu igihe kirekire. Na ukiona kufundisha kwangu, nimba uone kusimama kwangu utasema tu huyu ni mwalimu. Kwanje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Najua mwalimu na mchungaji ni watu wawili wako tofauti. Ati murazi umwalimu n'uwuro. Wana maneno ya kiuchungaji sana. Na bantu Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya kulinda. Ama jambo ya kulinda. Haleluya. Napenda sana walimu. Ndakunda cyane uwa. Ndugu zangu nawapenda sana. Nicho gituma ndabakunda cyane walimu. Haleluya. Amen. Waliponibariki kama mchungaji, niliwauliza wapendwa, mliona huu moyo wa uchungaji ndani yangu? Ati mwana mwana ati uyu mutima urongozi mutima muri jewe. Kaona wazee wenye hekima yawezekana kutile walichoona. Ati abangona barongozi ubwenge barabona. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la mchuani. Napenda karama ya walimu sana. Ati ndakunda inuze y'abarimu. Kila wakati wanamwambia Mungu nitumikishe kama mwalimu wako. Ati jenda namana bima ati woresha umwalimu wako. Kwa sababu kanisa litapona kubera ishengero kupitia neno la Mungu. Na neno la Mungu lisipoelezwa kwa umakini na sahihi, lazima watu watapotea. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Kwa hiyo mtu akiokoka anapewa mwelekeo. Na mwelekeo aliopewa ni kwamba tubuni. Hatua ya kwanza ili umjue Mungu ni kutubu. Ni kuihana. Hatua ya kwanza ni nini wapendwa? Je, ulitubu ulipomwamini Kristo? Bega walihane igihe wemera Imana. Je, ulishawishiwa na neno ili umjue Kristo? Bega warumvise ijambo ry'Imana kugira umuntu. Tumeona mambo mengi. Twarabonye ibintu byinshi. Wengi wetu kwa masikio yetu. Kwa benshi kuma. Tumeona wainjilisti wakitembea na vitu. Abavuga bituma biyo bagenda. Tuna vitu hapa. Aya, turi n'ibintu ngaha. Mungu mwema. Imana ni nziza. Tuna wafadhili kule Marekani. Tuna abantu na Mungu amesaidia sana. Abafashwa muri Amerika, Imana idufashe cyane. Tuna wafadhili kule Marekani. Tunafisa abafashwa muri Amerika. Ndio Marekani huko nyetu huko wapenda. Hapana, hano Amerika tuli bageni. Yaani unaposikia tuna wafadhili Marekani. Ati ko turabafasha muri Amerika. Nasema ni hatari hapo. Urumva tikali because tuna vitu. Nane tuli vitu fisibiri. Mungu ametusaidia. Yaraduha Imana yaraduheza. Ni kwa ajili ya Wakristo ndugu yangu. Ni kubera abakristo bagenza. Unaweza kuambatana pamoja na sisi. Urashobora kukwifatanya na twebwe. Wengi wameenda kwa njia hii. Abandi bamwe bagiye muri iyo nzira.
wengine ndio mwanzo wa Ukristo wao. Abandi nabo niyo ntango ya mbere y'Ukristo. Hivi kulingana na maandiko. Ayo bivanye n'ijambo ry'Imana. Kwa jinsi tumesoma. Ukungene twasoma. Na jinsi watu wa zamani mbele yetu walipoanza kuamini Kristo. Batamwe kwemera Yesu. Ni katika njia hii. Ni muri iyi nzira. Hii ni injili ya vitu. Ni uvuga butumwa bw'ibintu. Na ikiwa ni njia ya Kristo kwa njia ya vitu. Ni bari nzira y'Ukristo, inzira mu nzira y'ibintu. Au hujamwamini Kristo. Nuramenye Imana. Tuambiane wazi. Tubwizanye ukuri. Na uwezo wa kutembea na mamlaka ya Mungu. Ubushobozi bwo kugendana n'inkomezi z'Imana. Hauko ndani yako. Nturi muri wewe. Tunaotembea kwa majivuno na kujifua. Ni sisi ambao tulitubu dhambi zetu. Ni twebwe abo twihanye. Tulisikia injili. Tukapewa mwelekeo. Na mwelekeo tuliopewa ni kwamba tutubu. Na kweli tulipotubu dhambi zetu. Na ndio maana tunasimama mpaka leo. Paulo alipokutana na Kristo, kila mahali aliposimama hakuona aibu kutangaza kwamba mimi nilikuwa, yani anaeleza ubaya wake wote. Haleluya. Nilikuwa muuaji. Anavitangaza wazi. Je, una uwezo, una ujasiri wa kuona maisha yako ya zamani? Haleluya. Hakuna maisha mapya bila maisha ya zamani. Na uzima ushasha uriho mutahatari atariho ubuzima bwa kera. Hakuna maisha mapya bila maisha ya zamani. Na uzima ushasha uriho atabuzima bwa kera uriho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Tunapofika umri wa kusikia, dufise mu myaka yo kumva, dushitse mu myaka yo kumva, tunaanza pia hata kutembea na dhambi ile ya Adamu. Tunatangura no kwiruka no gutembera n'ivyaha. Tunaanza kufanya mambo mbalimbali yasiyopendeza. Tunatangura kugira ibintu bitari sawa. Na hayo ndio ambayo ilikuwa maisha yetu. Lakini tuliposikia injili, ariko igihe twumvise ijambo ry'Imana, tukaokoka, tukihana, tukatubu, tugasaba imbabazi, kwa sasa tunayo kila sababu ya kujivunia Kristo. Ubu rero turafise ukira mubasha kwa kwishimira Yesu. Kwa sababu tulitubu. Kubera twarihanye. Kwa hiyo mwanzo wa injili, kunao itanguriro ry'uvuga butumwa. Mwanzo wa kumjua Mungu, itanguriro ryo kumenya Imana, ni kutubu, ni kwihana, ni kusikia injili, ni kumva ijambo ry'Imana, kutubu, kwihana. Kisha kutubu nini ambacho inafuatilia? Uweje kwihana niki? Haleluya, tushangilie. Baada ya kutubu kinachofuata ni nini? Nyuma ya kwihana nikikurikira niki? Ni kubatizwa. Tunashawishiwa na neno. Turabwirwa n'ijambo, tunaposhawishiwa na neno tunapewa mwelekeo. Turahabwa urongozi. Na mwelekeo unatueleza kwamba tutubu. Na baada ya kutubu, nyuma ya kwihana, ndipo sasa tunafanya nini? Niyo rero ngirani tubatizwa. Tunabatizwa. Kubatizwa ni nini? Kubatizwa ni iki? Kubatizwa ni kuzaliwa. Kubatizwa ni kuvuka ubwa kabiri. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Tunazaliwa mara ya kwanza kwa namna gani? Namna ya mwili. Tuvyagwa ubwa kabiri gute? Chantal amezaliwa kwa mara ya kwanza. Chantal yaravyawe ku nzira ya mbere kupitia mama baba. Biva biciye ku muvyeyi. Haleluya. Haleluya. Chantal akazaliwa mara ya pili. Chantal avyagwa ubwa kabiri kupitia kumwamini Bwana wetu uca mu nzira yo kwemera Yesu Kristo. Na huko ndio kuzaliwa kwa mara ya pili. Uko ndiko kuvuka kwa kabiri. Tunazamishwa. Tulibigwa. Tunakufa na Yesu. Tunafa na Yesu. Aliyefufuka tena tunafufuka naye. Awazute tena tutuzukana naye. Kule kuzamishwa kwetu. Kuja kubiri kwa zetu zote. Zinazamishwa. Sisi wenye dhambi sisi. Twebwe banyabyaha. Hiyo alama hiyo. Iyo si. Ni alama kwamba dhambi zetu. Ni sinya yukuvuga ati ibyaha byacu twebwe. Wavuta bangi, walevi, washarati, walozi, wauaji. Dhambi zetu zote. Ibyaha byacu byose. Tunaziamisha kwa mtu ambaye hakutenda dhambi.
tunazihamisha kwa mtu ambaye hakutenda dhambi, turazitwaye ku muntu atakoze icyaha, ambaye ni Yesu Kristo. ari we Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Yeye anabeba mizigo yetu. Yeye atwara imizigo yacu. Tunakufa naye. Turapfa nawe. Yeye aliyefufuka Yeye yazutse na kwenda mbinguni, na sisi pia kule kuleta machini, tunakuwa sasa watu wapya. Turaba abantu bashasha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Watu ambaye tunaanza maisha mapya, tunaanza safari nyingine tofauti na ile ambayo ilikuwa zamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Endapo ya kale tena tunaibeba, tusidanganyane. Watu wengi tunataka paka twende kumaombi kwa Mungu atufunulie. Mungu ametupea uwezo kupitia neno. Wakati hautembee kupitia neno, wewe sio wa Kristo. Sio kwamba paka nifunge. Lazima tu nitakuona tu hivi, tabia zako wazionyeshe kwamba wewe ni Kristo. Na wewe ni ufunuo tosha. Abantu babavugaza ati kuja mu maombi ngo niho babwigura inuzeya niho berekwa, ariko abantu twarahawe ububasha bwo gukora mu ngendo zacu, mu bikorwa byacu, niho umuntu menyera umukristo wanyu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Nifikiri muda wetu umenyanyoma sana. Ati ndibaza umwanya wacu wagiye cyane. Ni vigumu kuendelea. Ni biragoye kugira tubandanye. Lakini hata kwa kweti hii moja, ati no kuri point imwe, kwa kumalizia tuseme tu kwamba kwa kuguheraheza tuvuge yuko ni injili pekee nija mutuma bonyene ndio ambayo inatutoa katika ufalme wa Mungu. Ni itukura munze mu mwijima. Tusome tu andiko la mwisho. Tusome ijambo ry'Imana rya nyuma. Wakolosai 1. Abakolosai wa 13. Umurongo wa 13. Hapa tunamaliza wapendwa. Aha, turahejeje. Si tumekawia, lakini mtuhurumie kwa hilo. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Naona kabisa tuishie hapa. Kuna jambo lingine ambalo lilikuwepo, lakini hata mimi naanza kuogopa. Unajua, naona kabisa ni hivyo. Roho amesema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Soma Wakolosai 1. Wakolosai 13. Wakolosai 1 inasema hivi: kwa maana ametuokoa kutoka ufalme wa giza na kutuingiza katika... Simama kwanza. Kwa maana amefanya nini? Ametuokoa kutoka ufalme wa giza. Simama sasa. Neno limetutoa. Tulikuwa huko kwenye mfalme wa nini? Kwenye mfalme wa giza. Ndio sehemu ambapo sisi tulikuwa tukiishi. Niho amtwali. Endelea. Katika ndani. Na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake. Akatutoa huku, adukura ino, akatupeleka, akadutwara, na kutuingiza, na kutwinjiza katika ufalme wa mwana wake. Mugambi kwa mwana wiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Kwa hiyo tumetolewa wapi? Agura twakuwe. Tumetolewa katika ufalme wa giza. Twakuwe mugambi kwa watu wanaofungwa na shetani. Abantu kubafunzwa na Satani. Kitu ambacho kinaweza kutoa kule bila neno la Mungu. Hata jambo jimani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Hakuna kitu ambacho kinaweza kutoa mwanadamu kwa shetani. Maneno yetu tu. Vitu hivi tu. Vitutoe katika haiwezekani. Kitu kimoja ambacho kina uwezo wa kutoa kule. Na ndio maana Mungu anajali sana neno lake. Nicho kitimi Imana ikuni jambo ryayo. Mungu anaangalia sana neno. Imana iraraba cyane ijambo ryayo. Ukisoma Isaya 15. Usoma Isaya 10 unasema kwamba unavuga yuko Mungu analinganisha neno lake. Imana iraraba ijambo ryayo kama vile mvua. Igira ijambo ryayo nk'imvura. Mvua inaponyesha, imvura iguye, lazima udongo maka ushanga maka ivu. Hii Kiswahili nayo wakati mwingine sijui niseme.
Yaani mvua inaponyesha, imvura iguye inafikia kiwango cha kuregeza udongo. Inashika ahantu bigira imvura ikarihindura likoroha. Wale wanaopanda mbegu bade batera ivyatsi, wakipanda mbegu bateye kulingana na ile mvua ambayo imeregeza udongo, imvura yoroheje ivu, hata mimea itaanza kuchipuka. niki Mimea yani mbegu na mbegu imepanda. Imbuto zinatangura gukura. Ya zikatangara gukura kivuko kwa sababu kumenyesha mvua. Kubera haguye imvura. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mvua imekuwa sababu ya zile mbegu sasa kufanya yuko zida. Mungu anachosema juu ya neno lake. Maana ivuga kubijanye n'ijambo ryangu. Kwamba neno langu ijambo ryanje linapotoka linakuwa na kusudi. Na kusudi lake aliweze kuzuilika. Mafanikio ya neno lake lazima yatimie. Sasa hii jambo jayo nilimaka. Kwa hiyo neno la Mungu lina lengo. Na hilo lengo aliweze kuzuilika. Nishobora kuzibigwa. Na lengo hilo ni kutoa katika ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwanae Yesu Kristo. Mahali palipo na usalama wetu. Mahali palipo na amani yetu. Mahali palipo na starehe yetu. Walio chini ya uvuli wa Kristo Yesu, abari munsi y'ukuboko kwa Yesu, hao watakuwa salama. Abo bazoba neza. Hasa mitego ya kila aina nao zibitego y'ubwoko bwa Yesu haitaweza kuwazuru. Nimushobora kubakora. Sababu wako chini ya uvuli wa Yesu. Ni Yesu pekee ambaye yeye ndiye ambaye yuko juu yao. Ni kama vile watoto wa kuku wako ndani ya mabawa ya mama yao. Ndivyo tulivyo chini ya uvuli wa Kristo. Unapotafuta mchungaji Abedi hutampata tena. Unapotafuta mababa hapa hutawapata tena. Wanapowatafuta mama wale wengine watu wabaya hawatawapata tena. Kwa sababu mko chini ya uvuli wa Yesu Kristo. Na uvuli amababa unakuwaka sehemu. Uri ahantu. Uvuli wako unatafuta mtu. Amababa ni arondera umuntu. Ni mtu pekee yake bana anga pale kwa uvuli. Karondera. Huko kayo kazuri pale. Ahantu hari ico giti ahantu hari agatutu. Na anaenda anakaa pale. Akagenda kichara ahantu. Mtafuteni Bwana kwa sababu ati kurondere Yesu Imana. Mtafute Mungu kwa sababu Imana mu mwanya akiboneka. Siku ya leo Mungu anakuhitaji. Kuri umunsi Imana irakuhitaji. Na angetamani ninakwifuza upate kumjua kwa viwango. Kumenya Imana. Upate kumjua kwa viwango vilivyo juu. Ukira kumenya Imana kwa ile. Ayubu 22. Ayubu 22. Aya yake 21. Murongo wao inasema kwamba mjue sana Mungu. Menya Imana cha. Ili uwe na amani. Kugira uronga mahoro. Ina maana kwamba tukimjua Mungu sana. Mungu sasa tunapata amani. Sio kwamba tumjue Mungu kidogo. Kumjua sana ina maana kuna viwango vya kumjua. Na tunamjua kupitia mafundisho. Ndio maana hata wakina Ayubu wakasimama. Kwa sababu walifikia viwango vya kumjua Mungu kwa hali ya juu. Wakasema japo mwili huu uteseke namna hii, mtetezi wangu yupo, atanitetea hata mauti. Tungesimama hata tuombe Mungu kwa pamoja. Ningetamani tumwambie hata Mungu kwamba Baba, tunatamani tukujue kwa viwango vya juu. Tuwezeshe Kristo tufikie hata viwango vya kueleza watoto wetu habari zako. Tuambie hata watoto zetu habari za Yesu Kristo. Mwambie Mungu, mimi peke yangu siwezi. Nahitaji Bwana unisaidie niweze hata kukujua. Mimi ni dhaifu, sikujui. Natamani unifunulie mapenzi yako. Nikujue wewe Mungu. Nisijue utajiri kuliko wewe.
Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Naomba tuwe na haya maombi. Tunasaba tugire aya masengesho. Tafadhali. Turasaba. Ningeomba tuwe na haya maombi. Nasabye tugire aya masengesho. Haijalishi unamjua Mungu sana. Si ni biraba yuko buzimana cyane. Yawezekana pia haujue sana. Birashoboka utazimana cyane. Yawezekana pia hata haujamwamini. Birashoboka yuko utamwizera na kumwizera. Lakini kwa habari hizi ariko kubwa ubutumwa za kutaka kumjua Mungu, kumenya Imana, kugomba kumenya Imana, mwambie tu neno moja kwamba Bwana anatamani nataka nikujue kwa viwango vya juu. Familia yangu nataka kukujue. Hebu karibu kwa maombi wapendwa. Karibu kwa maombi kila mmoja wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kanisa lako tumekusanyika hapa. Tuko mbele yako Kristo. Tumesimama hapa kama chombo chako pekee. Ongea na watu wako. Ongea na kila mmoja wetu mahali hapa. Mapenzi yako yakafanyike kama vile unavyotaka. Tukaweze kufikia viwango vya kujua. Tukaweze kurudi hata katika njia ambayo itatusaidia sisi tupate kwenda na wewe vizuri. Tukaweze kurudi hata kwa njia ambayo itakuwa sababu ya sisi kujitapa wewe, ya sisi kujisikia wewe. Ulalapo tuendelee kuona kwamba wewe ndiye Mungu pekee uliyetuokoa. Asante Yesu kwa sababu wewe ni Mungu wa ajabu. Baba yetu katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, mnamo saa hii ni saa ambao tumepokea neno lako, chakula cha kiroho, maji ambayo uliozungumzia kwamba chemchemi za maji zitabubujika kutoka tumboni mwako. Ulikuwa ukizungumza Roho wako Mtakatifu. Kwa sasa neno lako limetolewa na wapendwa, tumelisikia. Mungu, asante kwa kumtuma mtumishi wako. Ulimtuma mtumishi wako ili atoe neno, na tayari amekwisha kutoa. Ni nani yule ambao umemwandaa? Wale umewaandaa ili walipokee na kutengeneza maisha. Wanakuwa wanabatizwa mara ya pili. Neno lako Mungu limekuja kwetu kama chakula chetu hapa Ronoki. Maana neno limetolewa hapa Ronoki na ni neno la uzima, neno ambao linatuokoa. Ulipandishe ngazi kwa sababu tumeokoka, kwa sababu watu wako wameokoka. Haleluya, haleluya. Wangapi wanaona neno limewasika? Wanaweza kupandisha mikono yao, tuendelee kuomba kwa ajili ya wao. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mikono imepandishwa na kusema ya kwamba tumesikia neno lako na neno lako tumeona hatukueleza. Wale walisikia habari kutoka mitume, walisema ya kwamba sasa tutende nini ili tupate kuokoka, na wao wakawaambia ya kwamba tubuni na mkasamehewe dhambi. Samehe hawa wote ambao wamenyoosha mkono, uwatakase, uwahurumie kwa yale yote ambayo yamewapata. Kwa maana tunatembea katika ulimwengu, tunayo masikio, tunayo macho, tunayo mawazo ya kuacha yale ambayo yaliyo nyuma,
tunafuata hata na mambo ya zamani ya wababu zetu, mila zao tunaendelea hata sasa tunazifuata. Lakini neno nasema kwamba umetutoa kwa mfalme wa giza ukatubeba kwenye utakaso. Haleluya. Wasamehe, waoshe kwa damu yako, na ukifuta majina yao katika kitabu cha hukumu, na waandike majina katika kitabu cha uzima wa milele. Asante kwa neema yako. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu wetu. Tunakushukuru kwa hayo. Tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Wagonjwa wanaweza kusogea pia waombewe wagonjwa.